Raisi wa nchi ya Iran Bwana Masudi ameendelea kutoa takwimu zinazoendelea katika vita inayozidi baina ya yeye pamoja na Benjamin Netanyahu. Sasa katika swala ambalo yeye ameshaligundua, na nafikiri ni swala ambalo limewashangaza watu wengi mara baada ya kutoa pia weakness na madhaifu ambayo yamejitokeza katika vita hii. Anakwambia kwamba kilichotokea, na mpaka hivi sasa kuna watu walikuwa wanaamini kwamba Iran anaweza akapigwa na huenda katika hii vita inayoendelea basi akashindwa, na kinachoendelea ni mara baada ya Israel kutumia nafasi ama pia upenyo wa kutumia jeshi la anga, na wakiwa wameweza kuwekeza kutokana pia na ule ubora walionao katika upande wa jeshi la anga. Lakini anakwambiaje Bwana Masudi katika taarifa na katika pia mijadala tofauti amekuwa akijipa imani kwamba yani Israel wasijisahau, ukiachana pia na upande wa anga wao wana uwezo wa kutumia pia mbinu nyingine ama pia ndege ambazo zitakuwa hazipiti katika eneo la anga, na wakatumia pia mbinu mbadala ama pia plan B ya kuweza kumwangamiza na kuweza kumwattack pia mpinzani wao ambao ni Israel. Sasa ni swala ambalo pia linaonekana kabisa kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda vita hii itakuwa ni ya moto, na itakuwa ni vita ambayo ni vile ambavyo watu walichukulia kwamba inaweza kuwa ni vita ambayo ikadumu ndani ya siku 2-3, lakini bado mambo yanazidi kuendelea. Ni kama tayari mwamba ameshasanuka na ameshajua kwamba udhaifu uliopo kwa nchi ya Iran ni kwamba mwamba Muisrael kwa Benjamin Netanyahu yeye ametumia nafasi ya kutumia pia ndege za kivita ambazo zinapitia katika upande wa anga. Kwa hiyo wametumia kama njia ya anga wakiwa taka kuwadhoofisha wa Iran, lakini mwamba Masudi yeye amesanuka na anaamini kwamba plan B itapatikana, na tayari imeshapatikana, kama vile ambavyo tayari ilionekana kwamba mchoro jinsi ambavyo wa Israel wamekuwa wakiwaattack sana katika upande ambao wao kama wao wanaamini kabisa kwamba huenda walikuwa ni wepesi sana, kuonekana kwamba ni udhaifu wao ulikuwa ni katika eneo hilo. Lakini ameweza kuwa promise wa Iran, lakini pia na hata wale wote ambao wako makini kufuatilia kinachozidi kuendelea, ni kwamba yeye ameshajua tatizo na plan B itatumika ili mradi kuhakikisha kabisa kwamba kinachoendelea basi kisiwafanye wa Iran wakajisikia vibaya kwamba au wakaona kabisa kwamba wao katika vita hii basi wanaweza kuquit hii vita, bali wanaamini kabisa hii vita itazidi kuendelea mpaka ijulikane, na mpaka ijulikane nani ambaye atakuwa ni bora zaidi ya mwenzie. Na ni vita ambayo mpaka hivi sasa haijaingiliwa na mtu yoyote, na ni vita ambayo haijawahi kuingiliwa. Yani hawa mafahari wawili nafikiri kila mmoja ataweza kujulikana nani atakuwa ni fahari zaidi ya mwenzie. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatuboy Media.